Kwa majina anaitwa Fares Mganda, ni mtendaji mkuu wa Tanzania Federation of Cooperatives ambayo ndilo shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania. Shirikisho hili lina wajibu wa kuvisimamia vyama vyote vya kifedha, yani vyama vya akiba na mikopo, lakini pia na vyama ambavyo si vya kifedha. Na hapa tunaongelea vyama vinavyosimamia kilimo kwenye mazao, lakini tuna vyama vya ushirika ambavyo vinajihusisha na madini, vyama vya ushirika vinavyojihusisha na uvuvi, usafirishaji na kadhalika. Sasa ushirika kidunia huwa una siku maalum ambayo wanaushirika wote kwa pamoja duniani huwa wanakutana, na wakiwa na kauli mbiu yao wanakaa kwa pamoja kujadili mafanikio na changamoto ambazo wamekuwa wakizipitia kwa mwaka huo na kutoa maazimio ambayo kwayo huwa wanaenda kuyafanyia kazi ili kuhakikisha kwamba ushirika unaendelea kuwa sustainable na unaweza kukidhi na kufikisha malengo ya wanaushirika kutokana na mazingira waliopo husika. Na hii ikiwa inategemea na aina ya ushirika walionao. Sasa kwa Tanzania maadhimisho haya yatakuwa yanakamilishwa tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika jiji la Dodoma. Na lazima tujue ya kwamba maadhimisho haya yanapofanyika huwa yanaambatana na maazimio ambayo yanatokana na majukwaa ya ushirika yanayofanyika mikoani kote Tanzania. Kwa wanapofika pale wanajadili na kutoa maamuzi mbalimbali juu ya kile ambacho kilijadiliwa katika majukwaa ya mikoa, na sasa wanapokuja katika national level, katika ngazi ya kitaifa, wanakuwa na mwelekeo mmoja wa kuangalia jinsi gani wanaenda kutatua matatizo yao, lakini jinsi gani ambavyo wanaenda kufanya mambo makubwa zaidi ya kimaendeleo yatakayojenga ushirika wa nchi. Lazima tukumbuke ya kwamba ushirika ndio uti wa mgongo. Ikiwa ushirika utaweza kutumika vyema, utaweza kubadilisha maisha ya Watanzania wengi na kwa wakati mfupi sana. Na hata ukiangalia katika dira yetu ya mwaka 2050 imelenga na kuongelea ushirika jinsi gani ambavyo unaweza kutumika kama instrument ya kuleta maendeleo kwa wananchi. Sasa kauli mbiu ya ushirika duniani inasema ushirika kwa dunia yenye amani. Lakini kauli mbiu hii inaambatana pia na kauli mbiu ya kitaifa ambayo Tanzania imekuja nayo. Inasema linda ushirika, chagua uadilifu. Ni kwa nini tumekuja na kauli mbiu hii? Ndani ya ushirika kuna mambo makubwa ya kimaendeleo yanayofanyika, na tunataka kuulinda ushirika huu kwa wivu mkubwa sana. Kwa hiyo kwa wale wote ambao wanaingia katika ushirika Tanzania, lazima wajue kabisa ya kwamba uadilifu ndicho kitu cha kwanza ambacho tunakitarajia kukiona kutoka kwao. Hatutakubali kuona watu wowote wenye nia ovu wanaingia ndani ya ushirika ili kuwanyonya wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo hili ningependa kulisisitiza, na tumelisema hili kuanzia katika ngazi ya msimamizi wa vyama vya ushirika ambavyo ni TCDC, lakini mpaka ngazi ya wizara, kwamba hakutatokea waadilifu wowote watakaokubaliwa ndani ya ushirika. Hili tunalisimamia na tutakuwa wakali na tutakuwa wadhibiti wakubwa kuhakikisha ya kwamba wale wanaochaguliwa kuendesha vyama vyetu vya ushirika wanaviendesha kwa maadili ya hali ya juu, lakini wanahakikisha ya kwamba maendeleo yanawafikia wananchi ili kuhakikisha kwamba tija inaonekana na maendeleo yanaonekana kwa wananchi wetu wa Tanzania kama ambavyo inatarajiwa.